Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Mkutano ambao unahudhuriwa na washiriki zaidi ya 1200 kutoka ndani na nje ya Tanzania unakuwa uwanja wa viongozi wa serikali, sekta binafsi, uwekezaji pamoja na washiriki wa kimaendeleo kujadiliana namna bora zaidi ya kusukuma mbele ajenda ya ukuzaji miundombinu. Ama mkutano huu ni miongoni mwa majukwaa makubwa barani Afrika yanayolenga kuharakisha maendeleo ya miundombinu kupitia ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Mbali na ajenda hizo, mkutano huo unatizama pia kama fursa kuitangaza Tanzania kama kitovu cha biashara, uwekezaji na maendeleo ya miundombinu barani Afrika. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano huu, Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania alisema kufanyika kwa kongamano hilo nchini kunaonyesha imani kwa nchi za Afrika zilizonazo kwa Tanzania namna inavyoendelea kufanya mageuzi katika sekta ya uchumi pamoja na miundombinu. That our people measure progress. Watu wetu wanapima maendeleo sio kwa kuangalia matamko tunayotoa, bali kwa kuangalia matokeo yanayojitokeza, ikiwemo barabara na nishati ya uhakika. Such as roads, reliable energy. Kuhusu bara la Afrika linavyoweza kutumia fursa ya uwepo wa gesi asilia, Makamu wa Rais wa Kenya Kithure Kindiki alisema bara la Afrika linapaswa kuwa na sera madhubuti juu ya jambo hilo. Alisema nchi nyingi za Afrika zimebarikiwa kuwa na gesi asilia, lakini jambo linalopaswa ni kuziweka katika uhalisia sera zake. Alitaja baadhi ya mataifa ya Afrika yaliyobarikiwa kuwa na rasilimali hiyo: Nigeria, Senegal, Algeria, Mozambique, Tanzania. Ama serikali ya Tanzania inasema inalitumia jukwaa hili kuwasilisha miradi mbalimbali kimkakati kwa uwekezaji wa ndani pamoja na wale wa kimataifa, ikiwemo reli ya kisasa SGR, bandari ya Dar es Salaam, miradi ya uzalishaji na usafirishaji wa umeme pamoja na miundombinu ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA kwa lengo la kuvutia uwekezaji. Kulingana na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Tanzania Mindii Kasiga, anasema jukwaa hili ni matokeo makubaliano ya pamoja yaliyowekwa na viongozi barani Afrika wanaotaka kuona bara la Afrika likifungua zaidi milango yake ya kibiashara na uwekezaji katika miundombinu. Lakini moja wapo ni kuondoa hizi changamoto za kutembeleana baina ya nchi na nchi na kufanya biashara na mwingiliano mwingine wa baina ya watu. Kwa hiyo waliweka haya malengo na wakaweka kipaumbele kiwe miundombinu. Kwa hiyo miundombinu inaongelea pia barabara, usafiri wa anga, mimi nimetaja reli, lakini pia kuna usafiri wa anga, kuna barabara, road network. Kwa hiyo ukiangalia ni jukwaa sahihi wakati sahihi, lakini pia nadhani kilichopelekea na kusukuma ni kasi ya mabadiliko yanapotokea ulimwenguni. Ama kwa upande wake, Waziri wa Fedha wa Tanzania Hamisi Omar anasema Afrika inaweza kupiga hatua zaidi kwa kuweka uwekezaji wa kutosha katika sekta ya miundombinu. As Africa 50 celebrates its first decade of impact. Wakati Afrika 50 ikishirikia mwongo wake mmoja wa kuleta matokeo chanya, nasi pia tunatazama mbele yetu fursa inayopatikana kwetu. To the opportunities that lie before us. Jukwaa hili pia linatarajia kuweka mikakati na maazimio ya namna bora zaidi ya uendelezaji wa sekta ya miundombinu katika siku za usoni kwa bara la Afrika. Kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinchogopa.